Maeneo 10 katika uke wa mwanamke. Yafahamu maeneo 10 katika uke wa mwanamke. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Okay, leo nakuja kukuletea somo ambalo ni adhimu kidogo, na ni somo ambalo nitapenda uweze kujifunza kwa wewe ambaye ulikuwa ufahamu maeneo haya, na nitakwenda kudadavua kwa kina sana. Nitaomba uweze kunisikiliza kwa umakini sana. Kwa hiyo haya ni maeneo 11 yaliyopo katika uke wa mwanamke. Yafahamu maeneo haya. Eneo la kwanza kabisa ambalo tumelizoea kwa wengi sana ni eneo la kisimi, lakini pia eneo hili linakadiriwa kuwa na miisho ya fahamu isiyopungua 8,000. Ni eneo ambalo lina hisia nyingi sana na lina msisimko wa hali ya juu. Mwanaume akijua namna gani ya kuweza kulichezea eneo hili, atamkojoza huyu mwanamke kwa urahisi sana kabla hata ya kumwingilia. Lakini angalizo, kuna wimbi la wanawake ambao sasa hivi wanajichezea wenyewe, wanajichua wenyewe. Ukipata mwanamke wa aina hii, hawezi kuhisi chochote kwa sababu tayari atakuwa ameshazoea kujichezea mwenyewe kwa muda mrefu, na hivyo eneo hili litakuwa linatengeneza usugu. Na ndio maana tunashauri eneo hili lisusuguliwe na mikono, maana wanaume tumeumbiwa mikono ambayo ni migumu. Badala yake eneo hili linashauriwa, aidha kama utahitaji kutumia mikono, tumia mafuta maalum ya massage kuweza kulichezea eneo hili na kuweza kuletea msisimko ya utamu wa hali ya juu. Lakini pia hiyo haitoshi, unaweza kutumia lips zako ama ulimi wako kuweza kulinyonya na kulilamba eneo hili kwa ajili ya kuweza kuleta utamu zaidi ama kusogeza utamu zaidi. Kwa hiyo natumaini utakuwa umejifunza kwa upana zaidi katika hilo eneo. Namba 1 ni eneo la kisimi ama kitaalamu linaitwa clitoris. Namba 2, midomo mikubwa ya uke au kitaalamu inaitwa labia majora, huchochewa na kuguswa kwa urahisi. Hii tunasema midomo mikubwa pale katika ule uke, ile milango miwili, kitaalamu inaitwa labia majora. Eneo hili pia kuna namna yake ya kuweza kulisisimua na kulichezea kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia eneo la 3 ni midomo midogo ya uke inaitwa labia minora. Tumetoka labia majora, lakini pia tunakuja labia minora. Haya ni midomo ile midogo. Anasema hizi ni nyeti zaidi, hubadilika rangi na kujaa damu wakati wa msisimko. Eneo hili huwa linabadilika rangi na kujaa damu wakati wa msisimko, kama ilivyo kisimi kinapokuwa mwanamke anapokuwa amepata msisimko wa hali ya juu, kisimi huwa kinatuna na kuvimba na kujaa damu. Namba 4, uingilio wa uke au kitaalamu tunaita vaginal opening. Anasema sehemu ya mwanzo kabisa yenye hisia mwingi. Hili ni eneo la juu kabisa, uingilio wa uke. Eneo hili likiweza kuchezewa vizuri na lile tundu la uboo ama tundu la uume wa mwanamume, litamsaidia kwa kiwango. Tundu la uume wa mwanaume litasaidia kuweza kuleta msisimko wa hali ya juu zaidi. Namba 5 ni eneo la G-spot. Namba 5 ni eneo la G-spot. Anasema hili ni eneo ambalo liko ndani kwa mbele, almost karibia sentimita 5 hadi 8 kutoka kwenye mlango wa uke. Sentimita 5 kwa ndani kwenye mlango wa uke. Tunashauri mwanaume anapokuwa anahitaji kuweza kuligundua eneo hili, ukiingiza kidole chako almost, ukikadiria almost sentimita 5 mpaka 8, utaweza kulikuta eneo hili ambalo lina kama sponge fulani. Mwanaume ukijua namna gani ya kuweza kulichezea ama ukajua namna gani ya kuweza kumweka mwanamke katika mikao ambayo ni mizuri, eneo hili linaleta raha kwa kiwango kikubwa sana. Lakini hiyo haitoshi, eneo hili lina uwezo wa kumpa mwanamke msisimko wa hali ya juu zaidi, na mwanamke anaweza akatoa maji mithili ya bomba kwa wingi zaidi. Namba 6 ni sehemu ya A-spot ama anterior fornix,
erogenous zone, ipo ndani zaidi ya uke, ukuta wa mbele karibu na uzazi. Anasema hii ni eneo ambalo lina miisho ya fahamu, ni ndani ya ukuta wa uke. Sasa faida hii ataipata yule mwanaume ambaye ana uume unaojitosheleza, uume unaojaa vizuri ukeni. Ukiwa na uume unaojaa vizuri, ulio mnene mithili ya hii hapa, umeona huu mfano wa uume huu, ukiwa na uume uliojaa uliotuna kiasi hiki, itakusaidia sana kuweza kuligusa ile eneo kwa ukaribu zaidi. Eneo la 7 ni sehemu inayoitwa C-spot ama cervix area, kizazi na eneo linalokizunguka. Baadhi ya wanawake hufurahia kuchochewa hapo, C-spot ama cervix area. Sasa hii cervix area haitakiwi iweze kugongwa. Kuna wanaume baadhi ambao akiwa na uume ambao ni mrefu sana, unaweza kugusa ile eneo kwa nguvu, unaweza kumtengenezea mwanamke maumivu makubwa sana, lakini pia inaweza kupelekea kwenye kifo. Kwa hiyo hatushauri, badala yake kuna utaalamu namna gani ya kuweza kulichezea kwa umbali mbali na kuligusa kama unadonoa vile, mwanamke anaweza kupata raha ya kiwango cha juu zaidi. Hilo ni eneo la 7. Eneo la 8 linaitwa perineum ama ngozi nyeti katika uke na mkundu. Hili ni eneo ambalo liko katikati ya uke pamoja na njia ya haja kubwa ama kitaalamu tunaita mkundu. Anus kitaalamu. Okay, nimeongea lafudhi ya Kiswahili. Perineum maana yake ni ile eneo la katikati. Lile eneo pia ukiweza kujua namna gani ya kuweza kulishughulika nalo, lina hisia kali za kimapenzi, lina hisia kali na lina miisho mingi ya kifahamu. Perineum hii ni moja ya eneo ambalo mwanaume ukilifahamu, ukajua jinsi ya kuweza kushughulika nalo, katikati ya njia ya haja kubwa ama anus, lakini pia katikati ya uke na njia ya haja kubwa, ile katikati pale panaitwa perineum. Lakini eneo la 9 ni kuta za uke. Kuta za uke ama vaginal walls, wanasema uchochewa hasa wakati wa msuguano, wakati wa uume au vidole. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo liko, hizi ni kuta zile za uke. Ukipata mwanamke ambaye ana uke unaobana vizuri, utaweza kugusa, mwanamke huyu anaweza akapata msisimko wa hali ya juu zaidi na kufurahia tendo la ndoa. Eneo namba 10 ni uke wa nyuma, posterior fornix. Eneo la ndani la uke upande wa nyuma linaweza kuwa nyeti kwa wengine. Uke wa nyuma manake ni ndani ya uke lakini kwa nyuma kidogo. Mwanaume akijua namna gani ya kuweza kumweka baadhi ya mikao, katika video zangu za jinsi ya kuweza kumwandaa mwanamke nimedadavua kwa kina eneo hilo na maajabu yake. Na la mwisho kabisa ni uke wa nje ama mons pubis, juu ya kisimi, sehemu yenye mafuta ya mishipa ya fahamu juu ya kisimi, huamsha msisimko. Huwa tunaita kibumbu, Waswahili wanaita kibumbu au mons pubis, pale juu ya mavuzi pale. Ile eneo kuna namna yake, ukiweza kulimenya vizuri wakati huu unaitafuta G-spot, kuna utamu wake wa hali ya juu sana ambao mwanamke anaweza akaupata na akakojoa na akafika kileleni kwa kishindo cha hali ya juu sana. Kuweza kufahamu haya maeneo kwa kina, chukua video zangu ambazo zinaonyesha maeneo 12 yaliyopo katika mwili wa mwanamke. Video hizi naziuza kwa gharama ya shilingi 15,000. Video hizi naziuza kwa gharama ya shilingi 15,000 na nitakutumia kwa njia ya WhatsApp. Utaweza kufurahia maeneo haya kwa kina zaidi. Nipigie kutaka kujifunza zaidi, kupata elimu ya ndoa, kupata elimu ya tendo la ndoa na jinsi ya kuweza kupata hizi video. Nipigie katika namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Karibu nikuhudumie.